Tumsifu Yesu Kristo. Jana katika mada yetu kuna mtu mmoja aliuliza historia chanzo cha Charismatic Katoliki katika kanisa Katoliki. Labda tuanze kuangalia neno charismatic. Charismatic imetokana na neno la Kigiriki ambalo lina maana ya upendeleo, zawadi, majaliwa, kupewa kitu fulani bila hata mastahili. Hivyo ni karama. Na katika historia tangu wakati wa Pentekoste ambapo Mungu Roho Mtakatifu nafsi ya tatu alipowashukia wale mitume, basi kumekuwa na nguvu mpya katika kanisa. Na mara nyingi Roho Mtakatifu au uwepo wake unapokuwa mahali fulani, mambo yanakuwa mapya. Hata ukiangalia katika kitabu cha Mwanzo ile sura ya kwanza kwamba Roho wa Mungu alishuka juu ya maji au juu ya utupu, kulikuwa na Kiingereza wanasema chaos, ulimwengu ukaumbwa. Hivyo Roho Mtakatifu ana tabia hiyo ya kufanya upya kila kitu, hata kile ambacho kimechafuka. Na ndio maana neno hilo limetokana na neno la Kigiriki. Katika ile siku ya Pentekoste tunaona kwamba mitume walipokea mapaji, na mapaji yalikuwa ni 7. Basi kuanzia hapo kumekuwa na watu kuhisi, watu kutumia nguvu ya Roho Mtakatifu katika kanisa. Na tuseme chanzo cha charismatic, ni lazima tuelewe kwamba Charismatic Katoliki sio chama cha kitume, sio, ni mkondo katika kanisa Katoliki. Na tunaweza tukasema kwamba Charismatic Katoliki katika huo mkondo ni kikundi cha sala ambacho kinaliombea kanisa, wanajiombea wengine wenyewe na kuombea wengine. Hivyo sio chama. Na tukiangalia historia yake inafurahisha sana, kwa sababu kwenye ile miaka 1900 pale kule Amerika ya Kaskazini na Amerika ya Kusini, watu walianza kusali katika makanisa ya Kipentekoste, ya Kilokole, ya Kiepiskopali, na kukawa na wainjilisti na wataalamu wa Biblia ambao walikuwa wanatafakari neno la Mungu. Na katika hali hiyo watu wengine walifurahi jinsi hao wa Pentekoste, hao walokole walipokuwa wanasali. Sasa tuseme kwamba kipindi hicho ndio huu mkondo ukaanza kuingia katika kanisa la Kiorthodoksi na kanisa Katoliki. Na kinachoshangaza, Charismatic hii Katoliki ilianzia katika vyuo vikuu. Tarehe 18 Februari mwaka 1967, yani mwezi mmoja mimi kabla sijazaliwa, wanafunzi pamoja na majalimu, yani wakufunzi wa chuo kikuu cha Duquesne kule Amerika, walianza kusali pamoja. Na walipoanza kusali pamoja, hata wakaita wale walokole, wakaanza kuwauliza maswali. Na hata historia inaonyesha pia kwamba wakawekana mikono. Na hiki chuo ni cha kanisa Katoliki ambacho kilikuwa kinamilikiwa na watawa wa Roho Mtakatifu. Na kinachoshangaza, mwaka huo huo kikaenda tena katika chuo kikuu cha Notre Dame. Wale majalimu na wanafunzi au wanachuo wakaanza kusali pamoja, wakawa wanatafakari neno la Mungu.
na kuanzia hapo ikaanza hii Charismatic Katoliki ikaanza kuingia katika mabara mengine kama bara la Ulaya, India na ikaja Afrika. Na hii Charismatic Katoliki iliweza kujipenyeza hasa katika nchi ya Kenya na Uganda na baadaye ikaja Tanzania. Lakini tukirudi pia katika historia ya kiulimwengu, itakumbukwa kwamba mababa watakatifu kuanzia ile miaka 60 walianza kusisitiza kuhusu hii karismatiki kama mkondo, na hata Papa Yohane wa 23 alipochaguliwa kwa baba mtakatifu, huyo alikuwa ni mzee, walikuwa wanamuita Smiling Pope, na kipindi hicho yeye alikuwa ameona kwenye kanisa kuna harufu mbaya, kuna uvundo, inabidi kufungua madirisha, kufungua milango ili hiyo hewa chafu iweze kutoka. Na hiyo ndoto yake ikakamilika vizuri kwenye kuitisha mtaguso wa Vatican II au mtaguso wa Vatican wa pili. Na tunaona kuanzia hapo Baba Mtakatifu Paulo wa sita na alipokuja akasisitiza, akaja Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa pili akapigilia msumari kuhusu hii Charismatic Katoliki, na zaidi Papa Benedikto wa 16 hivyo hivyo, na hata huyu Papa wa sasa hivi na yeye pia akaja akashikilia hivyo hivyo, na ametoa matamko mbalimbali kuhusu umuhimu wa Roho Mtakatifu katika kanisa. Hivyo Charismatic Katoliki ina baraka za viongozi wa kanisa. Tukija upande wa Tanzania, Charismatic Katoliki ilianza kutokana na mapadri wa misionari walikuwa wanaenda likizo, wakawa wanajifunza mambo mbalimbali. Mababa ambao wanafahamika rasmi waliokuja, kuna Padre Donat ambaye ni Mkapuchini, Padre Theo na yeye pia Padre Etienne. Na parokia ya kwanza kwa kikundi cha sala ilikuwa ni Upanga. Kilianzia pale na kina Mama Chilambo marehemu ndio wakawa waanzilishi wa hiyo Charismatic. Ilipotoka huu mkondo wa upiaisho, unaitwa upiaisho wa Roho Mtakatifu, ukaenda kanisa la Mtakatifu Petro kule Oysterbay. Sasa pale Oysterbay ikawa tena ni nguzo ya kikundi cha sala. Haikuishia hapo. Kipindi hicho hicho hii Charismatic Katoliki kwenye huu mwaka 1983 ikajipenyeza ikaenda parokia ya Manzese, na hizi zikawa ni nguzo tatu, ni kama utatu hivi, ambapo ulisisitiza na watu kusali pamoja. Lakini ulipoanza kukaa na ugumu, mambo mengi, ni kama wakati ule wa mtaguso wa Yerusalemu ulipoitishwa, kulikuwa na matatizo. Hivyo wakati ule mara wakaweka, wengine wakasema hairuhusiwi kunywa pombe, wakaanza kuvutana wenyewe kwa wenyewe. Wengine wakasema ni kikundi cha wenye shida. Lakini hakujalisha, Charismatic Katoliki ikapata mizizi katika jimbo la Dar es Salaam, lakini pia ikapata nguvu katika majimbo mengine, hasa jimbo la Dodoma kule Mpwapwa. Kipindi hicho Mpwapwa ilikuwa chini ya jimbo la Dodoma. Ikashamiri pia Moshi, eneo la Maua, na ilipopenyeza katika jimbo la Morogoro, Baba Askofu Mkoba alitisha mkutano rasmi wa viongozi kule Mzumbe. Ikaanza tena kupata ladha ya chuo kikuu. Hivyo hii Charismatic Katoliki ni vizuri ikaeleweka, ikafanyia utafiti, na bila kufanya hivyo watu watakuwa wanabishana tu kati ya mapade na walei, mapade wenyewe kwa wenyewe, walei wenyewe kwa wenyewe, watawa hivyo hivyo. Mimi na bahati kwamba nilifahamu hii Charismatic Katoliki
kwenye mwaka 1992 wakati nikiwa seminari kuu ya Segerea, wakati wa likizo, nilikuwa nashiriki nao kusali, nikaanza kupata hiyo harufu ya upyaisho wa Roho Mtakatifu, na kile kikundi kilidhani kwamba siku ile ya kupata upadrisho ningetangaza rasmi kwamba mimi mkarismatiki. Mimi nikawaambia padri ni mkarismatiki kwa ubatizo wa kipaimara kwa upadi wenyewe. Hivyo kitendo cha mimi kusema kwamba mimi ni karismatiki, niliona kwamba si tija, itakuwa ni majivuno. Na katika parokia utakuta kuna moyo mtakatifu wa Yesu, kuna lejio, kwa hiyo utakuwa ni baba wa wote. Lakini hata hivyo nilikuwa naifuatilia kwa karibu na kuitupia jicho. Baadaye nikapata upadrisho, nikaenda Kibaha, baadaye Dar es Salaam, na tukatumia Radio Tumaini hasa kuwa na vipindi vya chimba neno la Mungu, chimba tukawa hata radio ikawa na harufu ya upyaisho wa Roho Mtakatifu. Vipindi vingi vikawa hivyo na nyimbo zikaendelea. Na mwaka 2003 nikiwa paroko kanisa kuu, tuliteuliwa mimi pamoja na Padri Kaombe kusindikiza kikundi cha karismatiki kule India. Na nakumbuka tulipofika Doha, libi tulale kwenye uwanja wa ndege, na tulikuwa pewa hoteli kule. Tukaadhimisha misa asubuhi, na tukawa tunawaambia wale tulienda nao, ilikuwa na kikundi kama cha watu 37 hivi, kwamba tusitoe sauti, lakini kadri tulikuwa tunasali wakawa wanatoa sauti zaidi, kama tulisumbua wengine sababu tulisali asubuhi sana hiyo misa. Basi tukaenda kule, tukakaa wiki 2, tukapata training seminar kuhusu karismatiki Katoliki kiulimwengu. Na kuanzia hapo nikawa karibu natupia jicho kama padri, inabidi kutupia jicho hivi vikundi ili viweze kuendelea vizuri. Mpaka sasa hivi mimi sijaona shida, na inasaidia kuleta mwamko katika kanisa. Na nakumbuka pia nilipopata bahati mara ya kwanza kwenda kusoma Roma, nimefika tu siku ya Jumamosi, padri mmoja ambaye sasa hivi ni askofu akaniambia twende tukasali kwenye kikundi cha karismatiki, wala sikusita. Basi pale mwanzoni nikawa nasali nao, napata nguvu mpya hata ya kusoma. Nikaenda tena Marekani, kanisa la Kristo Mfalme Tampa, nilikuwa nafanya kazi kwenye radio moja kama mazoezi, St. Petersburg, ambayo ni radio ya jimbo, na siku za Jumamosi pia nikawa nasali nao. Na mpaka sasa mimi naendelea vizuri na najifunza mambo mengi kuhusu hii karismatiki. Hivyo karismatiki Katoliki inaleta amani, inaleta furaha, inaleta ile furaha, sio furaha ya kuwa na vitu, sio furaha ya sio kushiba au kunywa, isipokuwa tunaita ni furaha ya kiroho. Mambo yote tunamtolea Mwenyezi Mungu yanakwenda. Hivyo karismatiki Katoliki pia kwenye mwaka 2000 na navyokumbuka na 16 kama si 2014, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania limetoa mwongozo wa kuliongoza hili kanisa. Kila nchi wana namna yake. Kwa mfano kama Uganda walisema kwamba hii karismatiki ili waweze kusali pamoja lazima kuwe na padri au shemasi. Lakini sisi hatujafikia hapo. Sasa utajigawa parokia ngapi? Hivyo ni mwamko mpya unaoleta nguvu mpya. Kama kuna machafuko yanaisha, kama kuna uzembe, kila kitu tunafanya upya. Ni kwamba huyu Roho Mtakatifu tulimpokea wakati wa ubatizo, wakati wa kipaimara, tunampyaisha, yani tunaamsha. Ni kama kwamba hatujamtumia katika utume wetu na katika kanisa ipasavyo. Basi tutazidi kuendelea na hizi mada. Watu wamekuwa wanauliza maswali ya kimsingi katika kanisa, kwa sababu watu wanataka kuelewa. Usibishe kitu kama huelewi, na ndio maana nitakuwa tayari kwa maswali, kwa maoni, kuboresha hizi mada zetu, na wote tushirikiane ili tuweze kushiba kiroho, tuweze kuwa huru, tuweze kuwa na furaha ya kweli ambayo inatokana na Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo.